Nasikia familia, kuna kitu hapo nataka nijaribu kukuelekeza. Kuna kitu ambacho nikiwa ukijue wewe kama wewe, kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 1, huo ni mwezi wa kafara ya kuwakumbuka wale watu ambao tayari walishaiacha dunia. Unanielewa? Yaani ukiona mtu anafanya kafara ya hizo tarehe 25 mpaka tarehe 1, ujue kwa huyo mtu anaabudu mizimu. Unanielewa? Ila kuna zile kafara za kila mwisho wa mwaka kwa ajili ya kuwakumbuka, kwa ajili ya kuwaenzi. Aidha anaweza kaa ni baba yako, mama yako au babu yako. Unanielewa? Mtu anayefanya kafara za namna hiyo hawezi kufanana na wewe kiakili, yaani kivyo vyote vile hawezi kufanana na wewe hata siku moja. Familia, kafara ambazo huwa zinatumika mara nyingi sana inakuwaga ni kafara ya kondoo au ng'ombe. Ni wewe utakapokuwa umeenda kuahidi pale wakati wa kufanya tambiko, unapopelekwa pale, kwa sababu hivi vitu huwa tunalisishwa. Umenielewa? Kama mimi nililisishwa. Sasa utakachokiahidi kwa mara yako ya kwanza, kuwa mimi kila mwisho wa mwaka nitakuwa natoa ng'ombe au kondoo. Kama ukiahidi kondoo maisha yako yote, kila mwaka inatakiwa utoe kondoo. Usipotoa kondoo bro, ni ngumu. Kondoo na pombe za kienyeji. Umenielewa? Ukiahidi ng'ombe, hakikisha ng'ombe kila mwisho wa mwaka lazima unachinja kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 1. Yaani ukiona mwanangu wewe unatafuta maisha afu haya mambo uyafanye, bro, shtuka. Never, mambo yako hawezi kukaa hivi hata siku moja. Umenielewa? Mimi wakati naanza kufanya hizo kafara nilikuwaga bado sijapata maisha. Bado yani bado sijapata mtu kwenye angeweza kunisimamia nikaabudu vizuri. Unielewa? Niliahidi kondoo kila mwisho wa mwaka. Kwa watu wanaonijua nafikiri wanaelewa. Kila mwisho wa mwaka mimi huwa nachinja kondoo kijijini. Kondoo namkumbuka nani? Baba yangu, marehemu baba yangu. Unielewa? Kwa sababu nafsi yake naiabudu. Kwa hiyo kila mwisho wa mwaka lazima nichinje kondoo. Kila mwisho wa mwaka niliahidi hivi. Sasa hizi na uwezo wa kuchinja ng'ombe hata 10 au 5, lakini siruhusiwi. Kwa hiyo siku nitakapoenda kuchinja kondoo, naweza nikachinja na ng'ombe kwa ajili ya ambao wamenisindikiza. Yaani unajua unapofanya hiyo vitu lazima wazee wawepo, baadhi ya marafiki, baadhi ya watu wako wa karibu lazima wawepo. Kwa hiyo familia, ukiona baba yako ametangulia au mama yako ametangulia au babu yako ametangulia, hakikisha hivi vitu unavifanya kila mwisho wa mwaka. Unafanya tambiko, unaifanya kafara ya namna hiyo. Umenielewa? Pombe za kienyeji pamoja na mbuzi, pamoja na kondoo au ng'ombe, mambo yako atakai. Fuatilia, nisiwe naongea. Fuatilia wale watu wanaofanya matambiko kila mwisho wa mwaka. Angalia familia yao ni kaje. Kunaweza kuwa kuna mtu mmoja tu mwenye mafanikio makubwa. Ukiona namna hiyo, ukiona mtu mmoja na mafanikio makubwa, huyo ndo anayefanya kafara, hao wengine ni wasindikizi. Kama umenielewa familia, in short, ukifanya hivyo utakuja kunishukuru baadaye.